Kanisa na watu wa Yesu, Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu sana tena kwa ajili ya Jumapili nyingine ya baraka na neema ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kumkaribia na kumfanyia ibada takatifu hii ya mioyo yetu mbele zake. Ni neema ya kipekee sana kupata nafasi ya kumkaribia Mungu. Ni vile maandiko yanasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa ni yule aliyevutwa na Baba yangu aliyenipeleka. Kwa hiyo kila mtu anayepata nafasi ya kwenda kwa Yesu ni kwa sababu amevutwa. Huwezi kuamua uende kanisani mwenyewe, haiwezekani. Huwezi kuamua uende kumwabudu Mungu mwenyewe kwa akili ya kibinadamu, haiwezekani. Swala la kwenda kusali ama kwenda kumfanyia Mungu ibada ni wazo la Mungu. Duniani kuna mawazo ya wanadamu, kuna mawazo ya shetani, lakini pia kuna mawazo ya Mungu. Mawazo ya mwanadamu yanajulikana, mawazo ya shetani yanajulikana, na mawazo ya Mungu yanajulikana. Mawazo yako wewe yale ya mwanadamu ni ama unywe mirinda nyeusi ama Pepsi. Hayo ndio mawazo yako. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Hayo ndio mawazo yako. Lakini ikija kwenye swala la unataka kujenga hoteli kubwa, unataka kufungua kampuni, hayo ni mawazo ya nani? Ya Mungu. Na ya shetani yanajulikana. Lakini naomba leo nisiyataje hapa. Haleluya. Lakini yanajulikana. Na Yesu atusaidia kuyafahamu mawazo ya shetani. Kwa hiyo hata kuja ndani ya nyumba ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kwa Baba isipokuwa ni Baba mwenyewe amemvuta. Ninamshukuru Mungu niko na mke wangu mmoja mwanamke. Haleluya. Na leo nimepata nafasi ya kuwa naye kwenye ibada hii ya leo. Mimi ninawapenda sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Morris pamoja na Mama Neema kwa namna ambavyo wanavyowachunga. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Jonathan pamoja na mke wake. Ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Tulikutana siku nyingi sana kwenye Bible study huko, tunafukunywa maandiko, lakini tunamshukuru Mungu tunaendelea pamoja. Na ni mtu mwema sana kwenye maisha yangu. Ni mtu mwema sana. Na mimi ninakuombea. Haleluya. Nataka nifundishe neno la Mungu, lakini nafikiri leo nitaongea sana. Kwa hiyo nataka nitafute namna ambayo itapunguza maneno yangu. Haleluya. Lakini ukiona nimeongea sana usijisikie vibaya, kwa sababu ndivyo ninavyojisikia huko ndani. Kama nitaongea sana, lakini nitajitahidi sitakufokea. Haleluya. Kwa hiyo sikujua bwana. Kuna kichoko nimekisikia. Frank, Mungu akubariki sana. Jamani, wewe ni rafiki yangu na mtumishi wa Mungu anaitwa Frank Kamugisha, yuko na mke wake mpenzi, mke mmoja mwanamke. Haleluya. Yuko nabii yupo. Naomba tuseme tu, naomba tusimame jamani, tuwapungie mikono watu. Amen. Asante sana. Hii ni familia yangu. Haleluya. Kuniambia ndugu yangu. Nimefurahi sana kuwaona. Ni familia yangu kabisa, yani familia yangu kabisa yani. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Na Mungu awabariki sana. Mngenitumia hata kama message jamani. Nimefurahi sana kuwaona. Mungu awabariki sana. Nataka tuzungumze mambo kadhaa hapa ambayo yatatusaidia, lakini na jambo ambalo nataka nizungumze hapa, na natamani nizungumze mambo kadhaa kutokea hapa. Nataka nizungumze kuhusu mambo muhimu ya kuomba katika majira haya tulionayo. Mambo muhimu ama agenda muhimu sana ambazo zinatakiwa mtu aziombe kwenye majira haya tulionayo. Majira haya tulionayo ni majira ya mwisho wa mwaka. Kwa hiyo tunasema majira ya lala salama. Nilipokuwa mtoto zamani nilikuwa naangalia movie. Na nilikuwa sipendi movie ambazo hazijatafsiriwa. Nataka movie ambayo
isinipe kasi tena kutafuta dictionary. Kwa hiyo nilikuwa napenda movie ambayo kuna maneno ya DJ mle. Awe aliweka ya uongo ama ya kweli, lakini inasaidia mimi. Kama ni ya uongo basi huo uongo wake ndio itakuwa movie yenyewe. Haleluya. So movie ni stories zimetengenezwa, si ndio? Kwa hiyo kuna DJ mmoja anaitwa DJ Afro. Bora umecheka. Kumbe na nyote sio wada. Kwa hiyo alikuwa kwenye mwisho wa movie wanasema ni lala salama, yani movie karibia kuisha, anasema ni lala salama. Kwa hiyo na kuna mambo tuna pending nyingi hazijatimia bado. Kwa hiyo majira ya mwisho wa mwaka ni majira fulani ambayo mtu anahitaji hali fulani hivi apate matokeo ya namna fulani hivi kwa haraka, kwa sababu kuna vitu ndani ya mwaka huu havijatimia na kama muda unaisha. Kwa kama ni kumuomba Mungu, ni unamuomba Mungu atokee kwa emergency ili hii kesi iweze kuisha. Kwa tuko majira haya ya mwisho wa mwaka, kwa hiyo ziko agenda ambazo ni muhimu sana za kuomba ili ule unabii ambao Mungu alisema kwa habari yako juu ya mwaka huu kama bado haujatimia, basi Mungu afanye namna fulani ili iweze kutimia. Kwa ni jambo muhimu na ni jambo la baraka sana kufahamu sasa kwenye majira haya ya mwisho wa mwaka unaombaje. Kwenye majira haya tulionayo ya mwisho wa mwaka unaombaje. Kwa hiyo nina agenda kadhaa hapa ambazo ni muhimu sana usifahamu. Kwa hiyo mimi nitakuwa nakupa hizo agenda, kwa hiyo kuomba ni kazi yako. Haleluya. Lakini pia kama mtu amepatwa na mabaya kwenye maisha, amefiwa, amefilisika, ameharibikiwa, mabaya tafasiri yake nyingine kibiblia ni mwaliko wa kuomba. Maandiko yanasema, je, mtu wa kwenu amepatwa na mabaya na aombe. Kwa wakati mwingine kwenye maisha mabaya yanapotokea kwenye jamii ama kwenye maisha yako kwenye familia, ni mwaliko, unaalikwa na Mungu, njoo uombe. Nafikiri ni kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 13. Nasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Nitaka uone hilo neno ya kwamba mtu wa kwenu amepatikana na mabaya. Maandiko yasemi na aombewe. Aombe yeye mwenyewe. Kwa ukipatwa na ugonjwa ambao umekulaza kitandani, uombe. Je, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Kwa hiyo mahali popote unapoona kitu kinaitwa mabaya, ni mwaliko wa kuomba. Sasa bahati mbaya watu mabaya yanawaumiza, hayawakaribishi kwenye maombi. Kwa kama kuna kitu chochote ambacho unahisi wewe ni kibaya kwako kimetokea kwenye maisha, jua ni mwaliko wa kuomba. Na saa nyingine kuna watu ambao Mungu aliwatumia mabaya ili wamkaribie yeye. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nizungumzie hapa sasa agenda ambazo ni muhimu sana kuziomba kwenye majira haya tulio nayo. Agenda ya kwanza ni kumuomba Mungu matukio ya kiroho. Kumuomba Mungu matukio ya kiroho. Andika hivyo hivyo, kumuomba Mungu matukio ya kiroho. Kumuomba Mungu matukio ya kiroho. Hii ni agenda muhimu sana kwenye maisha ambayo inaweza kusaidia utimilifu wa ahadi ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Kuna wakati ahadi ya Mungu ipo kwenye maisha yetu lakini haitimii. Kwenye maisha kuna wakati unafahamu Mungu alisema jambo fulani kwenye maisha yako, lakini ukiangalia lile jambo ambalo Mungu amelisema na wewe ni kama hamuendani vile. Yaani Mungu alisema utakuwa kichwa na wala sio mkia, lakini ukiangalia maisha yako hata kuwa mkia vimegoma. Wakati mwaka huu unaanza, uliambiwa huu ni mwaka wa maongezeko, ni mwaka wa kuzaa sana, ni mwaka wa unafahamu maneno. Mwaka wa nini?
ile Januari, kumbuka basi ya mahubiri ya Januari. Ni mwaka wa mabadiliko, ni mwaka wa matendo makuu, ni mwaka wa neema, yani vitu vingi. Lakini mpaka sasa hivi hayo yote ni kama hujayaona yakitokea. Na leo tayari umeshawashika uongo wa wahubiri kwamba nilipigwa. Yani mbona nilichoelezwa na mpaka sasa haviendani? Unabii ni kitu kingine na utimilifu wa unabii ni issue nyingine. Unabii ili uweze kutimia unahitaji maombi. Mungu alikuwa na agenda yake mwenyewe ya kumleta Yesu duniani. Ilikuwa ni agenda yake mwenyewe kwamba ana mpango amlete Yesu ili ulimwengu uokolewe kwa huyo. Lakini Mungu ikamlazimisha aende kukodisha watu, awaweke kwenye hekalu, wewe wanaomba ili Yesu azaliwe. Na huo mradi ni mradi wa Yesu, ni mradi wa Mungu. Akamtafuta Ana binti Fanueli, ni mama ambaye aliolewa akakaa kwenye ndoa miaka 7. Baada ya hapo Mungu akamuua mume wake. Alafu akamchukua yule mama, Mungu akampeleka hekaluni, akaomba kwa miaka 84 ili Yesu azaliwe. Huu mradi ni mradi wa Mungu. Hii project ni ya Mungu. Ni unabii ni wa Mungu mwenyewe kuhusu maisha yake, Mungu mwenyewe kuhusu familia yake, yeye mwenyewe. Ila eti ili utimie anaenda kukodisha mtu wa kuomba. Kuna mzee mmoja alikuwa amekula chumvi sana, anaitwa Simoni. Miaka imeenda, inatakiwa afe. Mungu akamzuia, wewe usife. Wewe tumeanza maombi na mimi muda mrefu kumwombea Yesu azaliwe. Wewe hautakufa. Endelea kuomba. Siku Yesu akizaliwa sasa ndio utakufa. Yaani kuna mtu alipata insurance ya maisha ili tuendelee kuomba Yesu aweze kuzaliwa. Hasa ukaona unabii unamhusu Mungu mwenyewe, lakini ili uweze kutokea lazima uombewe. Kwa hiyo tuna ahadi za Mungu ndani ya mwaka huu, lakini hazijatimia mpaka sasa hivi. Kwa lazima tuombe ili ziweze kutimia. Sasa agenda nzuri, mwarobaini wa kuombea agenda nzuri ili uweze kutimiza ahadi za Mungu ni kumwomba Mungu matukio ya kiroho. Kuna matukio ya kiroho yakitokea, kuna mtu ahadi yake ya Mungu juu yake inatimia. Na hilo tukio linaweza likawa ni baya, lakini kwa kweli ndani ya ile tukio baya linatimiza ahadi ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Saa nyingine yanaonekana kwa nje kama matukio ya kawaida. Wanawaambia watu, wewe sijua, labda kuna mtu mmoja alikuwa na kiwanda cha kuzalisha gloves na sanitizer, lakini biashara haiendi. Akamwomba Bwana, naomba inua biashara yangu. Na Mungu akamwambia, mwaka huu biashara yako itainuka. Ndio hiyo corona. So kuna matukio ambayo huwa yanatokea kwenye jamii ambayo ni mabaya saa nyingine, lakini kwa kweli ile matukio ni fursa kwa mtu fulani. Ndio maana kuna matatizo hata kama dawa yake inataka kupatikana, ile dawa hatuipokei, haikubali, kwa sababu tatizo likitoka kuna watu wanakosa ajira. Fikiria sivi dawa labda ya HIV kapatikana, ni watu wangapi watakosa ajira? Mashirika ni mengi, yani watu wamajiriwa, watu ni wengi kwenye hayo mashirika. Kwa sasa mimi sitaki kuamini kwamba eti watafiti wetu eti mpaka leo eti hawana dawa, sitaki kuamini. Ila naamini kwamba hiyo dawa ikipatikana kuna vitu kanisa la Yesu Bwana asiwe. Hasa Mungu na yeye yuko hivyo. Kuna matukio anaweza akatengeneza kwenye maisha ya watu ili kutimiza unabii na ahadi kwenye maisha ya mtu mmoja. Ni maombi yangu kwa Bwana ndani ya miezi hii michache, Mungu atengeneze jambo ambalo atatimiza ahadi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Kitabu kile cha Mika sura ile
ya 5 na ule mstari wa 2. Kitabu kile cha Mika sura ile ya 5 na ule mstari wa 2. Wala ambao hamkusoma kipaimara, nenda kwenye yaliyomo ili uweze kuipata Mika. Nenda kwenye yaliyomo ili uweze kupata Mika. Kitabu cha Mika sura ile ya 5 mstari ule wa 2. Maandiko matakatifu yanaeleza, yanasema hivi: bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Narudia kusoma: bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani, zama za kale, tangu milele. Kuna kitabu changu nimeandika, ni cha kwangu, kwa hiyo sije kusema nikuuzie, ni cha kwangu. Kinaitwa Nabii 21 za kuzaliwa kwa Yesu. Nimeelezea mle nabii 21 ambazo zilitabiriwa kuhusiana na kuzaliwa kwa Yesu, na nikaonyesha namna ambavyo zilivyotimia. Sasa hicho kitabu ni cha kwangu, usije kunitafuta, ni cha kwangu, nimeandika mimi kwa ajili yangu mwenyewe. Kati ya unabii ambao niliupenda sana ni huu. Ziko nabii nyingi sana ambazo zimeelezwa mle kwenye kile kitabu. Kuna nabii mmoja ambao wanaipenda sana, inahusiana na Yesu atazaliwa kutokea kwenye shina la Daudi. Na ule unabii ulivyo kutimia ni kwamba na hapa ndipo watu wanawafundisha na waeleza neema aliyokuwa nayo Mariamu haikuwa neema yake. Kwa sababu unabii unasema Yesu atatokea kwenye shina la Daudi. Mariamu sio mtu wa kabila ya Daudi. Aliyekuwa mtu wa kabila ya Daudi ni Yusufu, na ndio maana huwezi kumtambulisha Mariamu bila Yusufu. Malaika akaenda kwa bikira mwanamwali, jina lake Mariamu, aliyekuwa ameposwa na Yusufu wa mbari ya Daudi. Kwa Mariamu hakuwa na neema yoyote. Neema ya Mariamu ni neema ya Yusufu. Kwa Mariamu ana neema ni kwa sababu alikuwa ameposwa na nani? Na Yusufu. Kwa Mariamu hawezi kumzaa Yesu kama angekuwa hajaposwa na Yusufu. Kama Mariamu angekuwa ameposwa na Mnyakyusa wa Mbeya, angemzaa Mwakatobe na Mwakalinga. Kama Mariamu angekuwa ameposwa na Mkuria wa Mbeya, angemzaa Chacha, Boke na Gati. Kwa neema ya Mariamu sio neema yake, ilikuwa ni neema ya Yusufu. Na ndio maana wanawake ni rahisi sana kutumia neema ya mume wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inaambukizwa. Wanawake wana hii neema ya kuweza kutumia neema ya waume zao, ila wanaume ni vigumu sana kutumia neema ya mke wake, kwa sababu ya kumkubali mke wake ni kazi. Unajua ule utii na ule ufuasi. Mwanamke anatii na anamfuata mume wake. Kwa hiyo neema ya mke wake, ya mume wake inamdondokea na yeye. Lakini mwanaume hana ufuasi kwa nani? Kwa mke wake. Na ndio maana mke wa rais ni first lady. Kuna tu vitu anafanya kwenye nchi. Na tu foundation anasimama anaongea kila nani? Mke wa rais ni first lady. Yaani anakaa rais fulani na yeye akifika mahali kama mtafute mume wa rais. Yuko zake chumba anachumba. Mke wa mama mchungaji anakaa uchungaji fulani.
Unasema anaongea na mabinti, unasema yani anakaa uchungaji fulani, yani kuna namna hivi yani yupo. Mtafuta mume wa mchungaji. Mke wa nabii yoyote anatabiri. Awe nabii wa uongo ama nabii wa kweli. Ukishakuwa tu mke wa nabii unatabiri moja kwa moja. Kama unabisha, unafahamu nabii, waangalie wake zao. Ukishakuwa tu mke, yani wewe mume wako ni nabii, yani mambo ya kutabiri. Wala sio issue ya kutafuta. Kwa sababu gani? Neema ya mke anaweza lakini mtafute sasa mume wa nabii. Yuko mkongorosi chuya. Kwa sasa ni ajabu sana kumuona mwanamke ambaye mume wake ni mfanyabiashara, neema ya biashara, afu wewe ni mama wa nyumbani. Sasa tukuelewi. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Amen. Yani hata hatukuelewi. Yani tunamwona mume wako yuko ni apostle, afu wewe hatukuelewi. Kama umekana mwanamke mwambie mimi sikuelewi. Kama umekana mwanamke mwambie sikuelewi. Ndio maana mwanamke anaweza akawa vyovyote anavyotafuta kwa sababu ya hii neema ya Nataka tuone wewe unabii jinsi ambavyo ulivyotimia kwamba ni kweli Yesu akatoka kwenye shina la nani. Sasa kuna unabii huu ambao nimeusoma hapa, ni unabii ambao unaeleza mahali ambako Yesu atazaliwa. Mika anasema Bethlehem Efrata, uliye mdogo kati ya elfu za Yuda, kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu hawa wote. Kwa unabii unaeleza ya kwamba Yesu atazaliwa Bethlehem. Atazaliwa kijiji cha Efrata, kitongoji ni cha Bethlehem. Kwa Yesu unabii unamtaka azaliwe Bethlehem Efrata. Kwa Yesu akizaliwa Kachwamba, huyo ni wa plastiki, ni wa Kichina. Yesu akizaliwa Dar es Salaam, Gongo la Mboto, malamba mawili, huyo sio Yesu ni wa Kichina. Kwa nabii unasema Yesu atazaliwa Bethlehem Efrata. Na ndio maana Yesu alipozaliwa, Herode akapata habari kwamba amezaliwa. Herode alipowaita makuhani na waandishi akawauliza, mniambie Yesu amezaliwa wapi? Wakamwambia, sisi hatujui kama amezaliwa, hatuna habari. Ila kama unamtafuta Yesu, huyu nenda Bethlehem. Kama ilivyo neno, kwa sababu sisi hatujui kweli kama amezaliwa. Ila kama unataka kumpata Yesu huyu ambaye amezaliwa, nenda Bethlehem. Kwa sababu gani? Walikuwa hawana taarifa kwamba Yesu amezaliwa. Ila kuna unabii unaosema ya kwamba Yesu anazaliwa Bethlehem Efrata. Sasa shida iliyopo, unabii huu una changamoto moja. Unabii unasema ya kwamba Yesu atazaliwa Bethlehem Efrata. Lakini Mariamu pamoja na mume wake Yusufu wanakaa Nazareti Galilaya. Unabii unasema Yesu atazaliwa Mkanaredi Ntwara. Mariamu na Yusufu wanakaa Bwera Nyange Karagwe Kagera. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Amen. Mkoa ambao ulitabiriwa utamtoa Yesu ni Yuda ama Yudea. Bethlehem Efrata, uliye mdogo kati ya elfu za Yuda, kutoka kwako atatoka mtawala. Mkoa ni wa Yuda ama Yudea. Kijiji ni Efrata. Kitongoji ni Bethlehem. Lakini Mariamu pamoja na Yusufu wanakaa mkoa wa Galilaya.
kijiji cha Nazareti. Sasa kuna unabii mwingine unasema, sasa hiyo siku nyingine labda ikitokea, kuna unabii mwingine unasema huyo Yesu ataitwa Mnazarayo. Sasa hiyo niache, nitapotea, kidogo nitapotea. Sasa lakini nataka uone ya kwamba Yesu yuko ndani ya tumbo sasa kwa Mariamu. Huyo Mariamu anakaa Nazareti Galilaya. Unabii unasema Yesu atazaliwa Bethlehem Efrata, Uyahudi. Swali ni hili, Mungu atafanyaje mpaka unabii uweze kutimia? Ndio swali la msingi. Watu wa Yesu, Bwana asifiwe. Amen. Mungu atafanya nini? Mungu atafanya kitu gani? Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa tuanze mstari wa kwanza. Luka mtakatifu. Kuna mtu anatafakari Unapata tafakari? Okay, sawa. Luka sura ile ya 2 tuanze mstari wa kwanza. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kornelio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika holi ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Sasa nisikilize vizuri. Mungu Bwana alimtembelea Kaisari wa kipindi hicho, alikuwa anaitwa Augusto. Wakati dunia ilikuwa inatawaliwa na dola ya Kirumi. Unajua ziko dola ambazo ziliwahi kutawala dunia. Kuna dola ya Uamedi na Uajemi. Uamedi na Uajemi ni Irani na Iraki. Irani na Iraki ndio Uamedi na Uajemi. Wale waliwahi kutawala dunia, ndio maana wanajeuri, wana historia. Sasa kwenye wakati huo ilikuwa ni dola ya Kirumi. Na wakati huo Kaisari aliyokuwepo anaitwa Augusto. Kuna Julius Kaisari na kuna Augusto Kaisari. Ndio maana mwezi Julai ni jina la Julius Kaisari. Mwezi wa Agosti ni jina la Augusto Kaisari. Ndio aliyekuwa anatawala dola ya Kirumi. Wakati ule inatawala dunia yote mpaka Kush ni Afrika. Sasa Mungu akampelekea wazo, ni kama unapata hasara. Idadi ya watu ni wengi sana kuliko mapato na kusanya, kuliko kodi ya kichwa. Inabidi itisha sensa. Kwa mara ya kwanza ikaitishwa sensa ya dunia nzima, kwamba watu wahesabiwe. Lengo ni kwamba Augusto Kaisari asipate hasara, ili ajue ya kwamba wewe kwenye bara lako, kwenye jimbo lako una watu 500. Nataka kodi ya watu 500. Na hii ndio sensa ya kipekee ambayo haijawahi kutokea duniani. Ni sensa ambayo kila mtu aende kuhesabiwa kule ambako kabila lake linakotokea. Kama wewe ni Mpale, uende Upareni, hata kama ulizaliwa Dar. Kama wewe ni Mnyambo, uende Karagwe.
Kama wewe ni Mngoni uende Songea au uende South Africa. Kwa hii sensa ya namna hii inamtaka kila mtu aende mahali ambako kabila lake linakotokea. Sio alikosaliwa ambako kabila linatokea. Sasa Yusufu yeye ni wa mbari ya Daudi. Anatokea kwenye kabila la Yuda kule kwa Daudi, kwenye mji wa Daudi. Na Yusufu sio yeye ndiye aliyetoka Bethlehem. Ni babu wa babu yake, 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 wa babu yake. Unajuaje? Alipofika alikuta hoteli zote, lodge zote, B&B zote zimejaa. Sasa hana hata shangazi wa mbali kwamba aende kwa shangazi wa mbali. Hana hata mtoto wa baba mdogo. Kwa nini? Kwa sababu ni babu wa babu yake, wa babu yake, wa babu yake, wa babu yake, wa babu yake. Alitoka Bethlehem. Na kwa sababu mke wake alikuwa na mimba, hata walipokuwa wanaenda walitumia muda mwingi sana kusafiri mpaka kufika Bethlehem Efrata. Kwa wamefika wamechelewa. Halafu pale Bethlehem Efrata Yusufu hana ndugu yeyote pale. Kwa hiyo ikabidi watafute mahali pa kulala. Hoteli zote, sehemu zote zimejaa, hakuna mahali pa kulala. Sehemu pekee pa kulala ni kwenye zizi la ng'ombe. Sasa kwenye desturi za Wayahudi, mazizi hayakai kwenye makazi. Mazizi huwa yanakaa mbali kidogo na mahali ambako watu wanakaa. Na kwenye zizi moja unaweka ng'ombe wa wanakijiji wote. Au kama ni kondoo, zizi zinakuwa ni moja, alafu kondoo wote wa wanakijiji wanakaa kwenye zizi moja. Na ndio maana Yesu alisema kondoo huisikia sauti ya mchungaji. Maana yake ni kwamba kondoo wanakuwa wamewekwa ni wa wachungaji tofauti tofauti. Kwa hiyo mchungaji akienda kuchukua kondoo wake peke yake, anasimama mlangoni, alafu anapiga mluzi. Akipiga mluzi, kondoo wake tu ndio huwa wanatoka. Ndio maana Yesu alisema kondoo huisikia sauti ya mchungaji, na mchungaji usimama mlangoni. Lakini mwizi yeye anapita wapi? Hapiti mlangoni. Watu wa Yesu Bwana asiwe. Kwa mazizi hayakuwa yanakaa kwenye makazi. Yalikuwa yanakaa mbali kidogo na makazi. Kwa ndiko huko Yusufu na mkewe wakaenda kupata sehemu ya kutulia, sehemu ya kulala. Sasa sensa ikaanza kuhesabiwa. Haya, tunaanza kuhesabu watu gani? Walioko mjini. Watu wa Yesu Bwana asiwe. Kwa wale mawakala wa sensa wanapita na vishikwambi kwenye mahoteli, kwenye nyumba za watu, wanahesabu watu, wanahesabu watu, wanahesabu watu, wanahesabu watu. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya mtandao wenyewe ulikuwa uko chini, mtandao unasumbua. Kwa hiyo wamehesabu wiki ya hivyo. Sasa ile chelewa ile ya kuhesabu sensa, kwa sababu hawa hawajafikiwa bado, wako zizini kule. Siku za kuzaa Mariamu zikatimia. Ndipo akamzaa Yesu kifungua mimba. Alipomzaa Yesu tu, sensa ikaishia pale. Na mpaka leo matokeo ya sensa hayapo. Kwa nini? Issue haikuwa sensa. Issue ilikuwa ni Yesu azaliwe Bethlehem Efrata, sawa sawa na ahadi ya Mungu. Kwa ukitaka matokeo ya sensa utapata shida sana. Sensa ni tukio limetengenezwa tu ili kutimiza unabii wa mtu fulani. Mchungaji mmoja kwenye nchi moja Afrika
sio Tanzania, nchi moja Afrika. Alikuwa na staff. Alipostafu kwenye haya makanisa ambayo ni historical churches. Kwa wakawaomba Wakristo wamsaidie kujenga nyumba ya kuishi. Wakristo wakamwambia, mchungaji, kwanza wewe hukuwa umeokoka, ulikuwa unakataa maombi, kwa hiyo wakaachana naye. Huyo mchungaji akawa anamuomba Mungu amsaidie apate nini? Nyumba, kwa sababu sasa ana stafu, hana mahali pa kukaa. Basi Mungu akamsikia. Nafikiri siku moja Mungu akamtembelea mbunge mmoja wa upinzani, akampa wazo. Unajua nyie, hii nchi yenu hii haina maendeleo kwa sababu ya katiba. Kumehitaji katiba mpya. Kwa yule mbunge akawasilisha bungeni, na wabunge wa chama tawala wakasupport katiba mpya. Kwa ukaanza mchakato wa kutafuta katiba mpya. Sasa ile katiba mpya lazima liundwe bunge maalum la kuchakata katiba mpya. Na lile bunge linahusisha watu wa matabaka mbalimbali, wakiwemo na viongozi wa nini? Kwenye wale viongozi wa dini waliopata nafasi ya kuzuia bunge la katiba kwenye hiyo nchi, huyo mchungaji na yeye ndani. Kwa kila siku anakula $100. $100 tofali, simenti, paka bunge linakuja kuisha, nyumba yake imekamilika. Baada ya hapo katiba mpya mpaka leo kwenye nchi haipo. Na ukiulizia ni wakali watu. Asa kwa sababu gani? Wewe macho yako yanaona tu juu. Issue haikuwa katiba. Issue kuna Asa mambo huwezi kuelewa. Kuna matukio ya kitaifa, ya kidunia yanatengenezwa, wala hata yana maana na matokeo yake hayapo, lakini kuna mtu tu mmoja. Ni maombi yangu kwa Bwana, Mungu atengeneze tukio ambalo litabeba unabii katika jina la Yesu. Na mtu mwenye imani aseme amen. Inua tu mkono wako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, ninaomba Bwana utengeneze tukio, utengeneze jambo ambalo litabeba ahadi yako kwenye maisha yangu, litabeba faida kwenye maisha yangu. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Kuna matukio mengine ni mabaya yanatokea ya kitaifa. Kuna matukio mabaya yanatokea ya kimkoa. Yale matukio mabaya saa nyingine yamebeba fursa tu kwa ajili ya mtu mmoja. Mungu hajali mtapata hasara gani kuendesha bunge la katiba, mtapata hasara gani kuendesha sensa ya dunia. Anachojali yeye ni mtoto wake alichomwambia kwenye maisha yake kitimie. Kwa hiyo kuna matukio yakitokea kwenye familia, kwenye jamii, usifikiri tu no. Kuna matukio hayo mabaya yamebeba unabii wa watu. Sasa ni tabia ya Mungu kutengeneza matukio. Iko hivi, Yesu aliwapa unabii mitume ya kwamba tazama mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Akamwambia, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Mungu aliwaambia, nyie mtakuwa mashahidi wangu, mtakuwa mkihubiri injili hapa Yerusalemu yote, Uyahudi yote, Samaria, lakini pia hata mwisho wa nchi. Ni unabii ambao aliwaambia. Mitume kweli wakapokea Roho Mtakatifu, wakajazwa, wakajaa Roho wa Bwana, wakajaa. Lakini nikwambie, mjini ni mjini tu. Hakuna mtu aliyeenda kuhubiri huko vijijini wala wapi, hakuna, wakabaki tauni. Wote mitume wote wakabaki tauni. Picha inaanza, Mungu asema okay. Picha inaanza ili Mungu atimisha unabii wake. Jambo la kwanza, akaleta njaa. Hiyo njaa ilikuwa Yerusalemu peke yake. Yerusalemu peke yake ndio ina njaa. Na wao wanaakili mitume, wanaakili kasema Mungu tujui. Walichokifanya mitume,
wakawa wanawatuma mitume wanaenda Antiokia, wanachukua chakula Antiokia wanaleta Yerusalemu. Kwa sababu ibada za zamani, kanisa la kwanza, mnakaa pale pale mnakula chakula, yaani ile ibada huwa ni chakula. Actually ile ibada ilikuwa ni msosi. Mahubiri kwa kidogo sana, mahubiri kwa kidogo sana. Ndio maana watu walikuwa wakikosa chakula wanalalamika, sio mahubiri, chakula. Kwa ile ibada ilikuwa ni msosi, ndio wa muhimu sana, sio mahubiri. Mahubiri Biblia hamna. Si Biblia ndio mahubiri ndio tunahubiria sisi. Kwa hiyo ilikuwa ni msosi. Sasa chakula hamna, maana ibada inabidi kanisa liishe, hawa watu waende. Lakini ngoma, kwa sababu wana akili na wao, wakawa wanachukua chakula kutoka Antiokia, kinaleta wapi? Akiongoza Barnaba mwana wa faraja, ndio akawa anachukua chakula kule analeta. Chakula analeta. Na baadaye akaja Paulo akamuunga mkono, akawa anachukua Antiokia analeta Yerusalemu. Kwa issue ikakaa vile vile. Mungu akasema okay. Bila sema panapo majira yale yale. Hiyo ni Matendo ya Mitume 12. Panapo majira yale yale, Herode akanyosha mkono kuwatenda mabaya baadhi ya watu panapo majira yale yale. Yapi? Majira ya njaa. Simnaleta chakula, Herode akaanza kuwashughulikia. Kamata Petro, Paulo, Yakobo, chinja kichwa. Wewe. Kila mtu alianza kukimbia. Ndio Filipo akakimbia, akajikuta yuko Kaisaria. Si mnafahamu yule Filipo ndio aliyemhubiri yule Kushi? Si mnafahamu? Alikimbia. Hapo Sauli naye akaibuka. Paulo chinjara. Kamuona Stefano nuki. Samaria wakaenda wapi? Kwa yale mauaji kina Yakobo kina nani? Wala yakoa ni hawa watu hawa waende wakatimize unabii wa Mungu. Wakikaa mjini tu peke yao. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Watu wa Mungu Bwana asifiwe. Okay, kuna baba mmoja, mama mmoja. Nafikiri rafiki yangu Frank atakuwa anaifahamu hiyo familia. Tukitoka nitakupa hiyo tip, utaifahamu hiyo familia. Walikuwa ni Waislamu. Siku moja akaja kwangu anataka maombi. Alileta na rafiki yake, yeye ni Muislamu. Akanieleza situation yake kwamba ana watoto wawili, wa kiume na wa kike. Akaniambia huyu wa kiume ndio wanamuona kama taswira ya familia. Baba yake ana makampuni mengi, wana biashara nyingi. Kwa akawa anaona tena huyu mzee alifariki kama sio 2023 au 22, sikumbuki vizuri. Alikuja kufariki baadaye. Ila hiyo ilikuwa ni before kama 2021. Akaniambia mtoto wao wa kiume ndio wanamtazama kama mrithi wa mali na miradi na makampuni ya familia. Lakini mama anasema shida iliyopo ni kwamba huyu mwanangu wa kiume ana mahusiano ya kimapenzi na kahaba. Sasa nikamuuliza mama, umejuaje kama ni kahaba? Sasa kuna hoja alinipa mama. Hoja ya kwanza akasema ana matatu. Nikasema kumbe tattoo ni kitu kibaya. Nikasema kumbe tattoo ni kitu kibaya. Sasa mimi sijui. Baadaye akaanza kusema hata marafiki zake niona shuhudi, hata kuna watu wanamfahamu kabisa. Kwa alivyoelezea vile mambo mengi. Okay, nikasema sawa, labda ni kweli. Lakini tumeshamwambia huyu kijana mwanangu wachana, baba yake ameshaka naye ameshaachana, hamtaki huyu binti, hawezi kuwa anampenda, atakao mtu kumchuna tu sio na nini. Sasa tumeshamwambia vikao vingi, alichofanya kijana amekasirika, ameondoka nyumbani, ameenda Moshi. Wana makampuni mengine kule Moshi, na bahati mbaya kwamba kaenda na huyu binti wanakaa Moshi. Kwa anasimamia biashara na kampuni huko Moshi, lakini sasa kamchukua huyu asiyemtaka, kaenda naye. Kijana amekufa, ameoza. Moyo wako umeshamdondokea yule mtu. Kwa mama sasa
anakuja kutafuta maombi kwa mtumishi ili kutenganisha watu wa Yesu. Bwana asifiwe. Sisi mteja anavyokuja ndivyo anavyohudumiwa. Hivi nisema roho nitaongea sana. Sitafika kwa ajenda ya pili. Mteja anavyokuja ndivyo anafanyaje? Anahudumiwa. Ambia okay sawa. Akaambia okay sawa. Basi tuombe. Basi tukaomba pale. Tulivyomaliza kuomba, yule mama nikamwambia hivi. Niliongea tu rasa kama nilifunuliwa, niliongea tu mimi vya kujiongelesha tu sijui. Nikamwambia kijana wako utampata amini. Hiyo hao wataachana amini. Akasema ndio naamini. Akatoa sadaka. Ile sadaka aliyoitoa ndio niamsha kwamba ameamini. Sasa akaniambia sasa usinipigie simu, usinipigie mimi mpaka nikupigie kwa sababu mume wake alikuwa ni Muislamu na yeye ni Muislamu kichwani. Kwa hiyo akaniambia usinipigie. Okay sawa, basi sawa. Usiku kumbe kanipigia simu sana. Kwa mimi nimeamka asubuhi nimechelewa, nimekuta simu miskolo kama 8. Huyu mama kanipigia simu kama 8. Nikasasa mtu alisema nisimpigie simu. Kulikoni hapa? Nikamtumia message. Baada ya dakika 5 akanipigia simu. Analia. Mtumishi sasa, hali imekuwa mbaya kabisa. Hali imekuwa, nikamwambia nini mama? Hali imekuwa mbaya. Analia yule mama. Akasema nini kulikoni? Akasema mtumishi Sasa ndo akanielezea sasa kumbe jana usiku wa jana yule mwanamke wa yule kijana wake alimuaga kama anaenda Arusha atarudi. Lakini hakurudi. Kwa hiyo akamwambia sisi gari imepata shida sisi nani akamwambia ninge nikuchukue. Akasema hapana, ngoja tu nipumzike huku, nitakuja kesho. Basi huyu kijana amekaa sio na mawazo, akasema acha niende club kidogo pepese nini nipoteze muda kwa sababu leo mtu wangu hayupo. So ameingia club. Sasa mimi sikujua kama nilikuwa sijui kama Kilimanjaro kwenye kuna club. Ndio nikasikia ile siku hapo kwa yule mama. Akasema alipoingia club akamkuta yule mdada yuko club na mwanaume mwingine. Huyu kijana sasa hasira zikapanda. Kafujo pale, fujo vurugu sio, akavunja mataa, akafunga sio nini, yani aenda fujo sana pale. Wakapiga simu polisi, kaja wakamkamata. Sasa wale wenye club wanamfahamu yule kijana. Kwa wakatangaza vitu pale, nasikia wakaita mpaka vitu vingine wakavipasua wakaviweka pale. Kwa kule polisi inasoma uharibifu aliofanya ni wa milioni 60. Huyu binti naye anasema, aliyepigwa naye anasema alipofidia milioni 50. Kwa sababu yuko analia, nikamuuliza mama, hiyo hela unayo? Akasema sawa, hela ipo lakini sasa mama lipa. Ukishalipa hapo ndio ngoefanyaje? Imeisha hiyo mama. Kwa sababu usipolipa hiyo hela mapenzi yataendelea. Kwa hiyo wakalipa yale madeni milioni 100 na ngapi, issue kaisha. Baada ya hapo kijana wao akampata na lile penzi likafanyaje? Limevunjika. Kwa lile tukio lililotengenezwa kule la kule Kilimanjaro kule, ni Mungu alilitengeneza tu ili kutimiza unabii kwa yule mama katika jina la Yesu. Kwa kuna matukio yanatengenezwa kwenye taifa, kwenye jamii. Mengine yanahusisha mpaka mauti, kufa kwa mtu fulani. Ile kwa ajili ya mtu mmoja aweze kupata ahadi. Labda unaweza kukuta kuna mtu ameambiwa na Mungu kwamba wewe ndiye waziri wa wizara fulani, ana hiyo ahadi na ameamini kweli. Hili imefika kwenye uteuzi, aliyeteuliwa sio yeye. Ndio hapo utamkuta sasa yule aliyeteuliwa sasa anashindwa kusoma kiapo. Sasa nyie sababu nyie mnaamini kwenye kurogwa. Atakuwa amerogwa huyu. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Watu wa Mungu Bwana asifiwe.
Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninaomba utengeneze matukio ya kitaifa, matukio ya kimkoa yaliyobeba fursa kwenye maisha yangu. Amen. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Hii ni agenda muhimu sana ambayo mwisho wa mwaka lazima umuombe Mungu atengeneze jambo la namna hiyo. Kuna watu baada ya kutokea visa fulani, matukio fulani, yale matukio yaliwaona wao. Kuna tatizo linaweza likatokea Tanzania hapa. Mtu pekee wa kulisolve ni wewe. Kwa utatafutwa. Watu wa Yesu Bwana asifiwe. Utatafutwa. Utatafutwa. Kwa lazima umpata nafasi ya kumuomba Mungu atengeneze tukio moja tu ambalo limebeba baraka yako. Tukio moja. Haya matukio wakati mwingine yanahusisha watu kufa. Kuna watu wa Bukoba walikuwa wanafahamu hii historia. Hili sio yote lakini watakuwa wanafahamu kuna kifo kile kutokea pale Bukoba mjini. Kuna mama moja alikuwa anafanya kazi wilaya ya Sikonge. Sikonge ni Tabora. Alikuwa ameolewa na mume wake alikuwa ni Mhaya wa Bukoba. Mume wake alikuwa ni tajiri na pesa nyingi sana. Lakini yule mama kanitafutaga, kanieleza, akaniambia ana changamoto inayomsumbua. Na changamoto yake kubwa ni kwamba mume wake yuko vizuri sana kiuchumi, lakini anasema hajali watoto wake, anajali ndugu zake. Anasema ana uwezo wa kuwapa wa ndugu zake hadi milioni 200, 300, lakini watoto wake hajui hata ada. Nikasikitika, nikasema mimi siye kuona Mhaya wa hivi mimi. Huyu atakuwa karogwa. Mhaya ambaye shule ya watoto wake hajali, siye kumuona mimi. Kwa sababu yani mtumishi yani kwa anaongea kwa uchungu sana. Yani anakuambia hivi, yani mume hajui chochote kuhusu watoto, kuhusu familia wanakulaje, lakini pesa anayo. Sasa tukawa tunaomba, mama muamini Mungu, ndipo siku Mungu atatenda jambo. Muamini Mungu. Kuna siku Mungu atafanya tukio, ataumba jambo jipya. Kwa hiyo mama kwa akawa na imani hiyo kwamba ipo siku Mungu ataumba jambo jipya. Sasa tumeshaomba siku moja. Ilikuwa ni mwezi Disemba. Mwezi Disemba, fikiria baba anaondoka nyumbani, anaenda kule Bukoba. Wahaya ni kama Wachaga tu, na wao kila mwezi Disemba waenda kuhesabiwa. Kwa ameenda kule, akiwa kule yuko na ndugu zake wadogo zake. Sasa wadogo zake wale wakubwa wakamuuliza kaka yao kwamba kaka, sasa ile hela vipi? Kaka sema mbona ile pesa nishamtumia mdogo wenu. Kumbe kuna pesa ambayo walikuwa wanahitaji walikuwa watatu. Kwa kuna pesa kama milioni 150 ambayo ilikuwa inatakiwa kwa ajili ya hao watatu. Kumbe kaka yao alishamtumia mdogo wao wa mwisho hiyo pesa. Mdogo wao wa mwisho akakaa kimya akuambia kaka zake hao wawili. Sasa wanamuuliza sasa, anashamtumia mdogo wenu. Nani wewe? Akasema kweli hela ishaingia. Okay, sawa. Akamwambia basi twende benki. Hii story ni ya miaka mingi, kama 2018 au 17. Twende benki, okay. Kwa wakatoka kijijini kwenda benki kwa ajili ya kuchukua ile pesa. Wamefika benki pale, kumbe yule bwana mdogo hela haipo. Ile hela yote milioni 150 alishatumia. Wamefika benki pesa haipo. Sasa wametoka nje ya benki pale, sasa ile kwa ile vuguvugu wakamsukuma yule mdogo wao. Baada ya kumsukuma yule mdogo wao, akaenda akabamiza kichwa chake kwenye ngazi ya benki pale. Sasa hii story watu wa Bukoba wanaifahamu. Hapo tu akawa amefariki. Huko kwa msiba. Kwa msiba umeenda, nini kimeua? Pesa. Kuna kaka yake alimtumia. Kaka yao sasa akatangaza baada ya msiba, akasema hivi, kama pesa zangu zimemuua mdogo wangu, kuanzia saa hii pesa zangu mtakuziona. Kwa akaamua kuachana na ndugu zake
akarudi sasa kuhudumia nini? Familia. So kuna matukio ambayo yanahusu mpaka vifo. Kuna matukio ambayo yanahusisha mpaka mauti kwa watu wengine. Lakini lengo la Mungu ni kutimiza unabii kwa ajili ya mtu mmoja. Ni maombi yangu kwa Bwana, ni maombi yangu kwa Mungu, mwishoni mwa mwaka huu Mungu atengeneze tukio. Mungu afanye jambo ambalo litabeba fursa kubwa na kutimiza ahadi ya Mungu kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Sema, Bwana Yesu, ninaomba Bwana, ndani ya miezi hii utengeneze tukio, utengeneze jambo ambalo Bwana litabeba unabii, litabeba ahadi na utimilifu wa ahadi kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kazi ya kuchunga kondoo, anaitwa Daudi. Alikuwa anachunga kondoo kwenye mazizi kwa nyuma ya jangwa. Siku moja Daudi akapakwa mafuta kuwa mfalme. Alipopakwa mafuta kuwa mfalme, kikawaida nitegemea Daudi angeenda kusoma chuo cha diplomasia au chuo cha uongozi, au angeenda kuchukua kadi ya chama, si ndio? Au Daudi ungekuwa ndio wewe sasa, Mungu amekwambia wewe ndio rais ajaye, ungekuwa wewe unavyokujua wewe, ungepita ikuru wewe ni wa kwangu, utakuja muda sio mrefu. Lakini Daudi yeye hakuwa hivyo, akarudi kuchunga. Lakini Mungu anataka awe karibu na ikuru, ajue mambo ya kiutawala. Mungu siku zote waga anaandaa watu. Ndio maana Musa alienda kuandaliwa kutokea ikuru, kutokea kwa Farao. Kwa Mungu angependa Daudi awe karibu na ajue vitu vya kiuo. Sasa mfalme hajui chochote, hajui mambo ya diplomasia, ajue. Lakini Daudi hana habari hizo, ameenda zake. Sasa Mungu ikabidi jambo la kwanza ibidi Mungu atengeneze tukio ambalo Daudi tamfanya awe karibu na mambo ya kiutawala. Jambo gani? Ndipo Mungu sasa hapo akamtembelea mfalme anaitwa Sauli, akamloga. Bwana asifiwe. Mungu waga anaroga, akamloga. Sauli akawa anapagawa na pepo wachafu kutoka kwa Bwana. Sauli amerogwa na Mungu. Haya, amesharogeka sasa. Tiba ni ipi? Ili Sauli aweze kupona mapepo yake kutoka kwa Mungu. Sio kukemea, sio mchungaji, sio Sauli, sio Samueli nabii aje. Inabidi atafute mtu fundi stadi wa kupiga kinubi. Mtu ambaye akipiga kinubi vizuri, pepo iliyoko ndani ya mfalme aliyorogwa na Mungu itoke. Haya, ni nani fundi na stadi wa kupiga kinubi? Sauli ametisha baraza lake la wazee. Mtu mmoja akasema, kuna kijana mmoja Bethlehem, anakaa kwenye nyumba ya Yese. Ndani mwake kuna roho wa Mungu, naye hunena kwa busara. Ni stadi na fundi wa kupiga kinubi. Kwa Daudi akapata kazi ikuru nyumbani kwa rais. Kuna tofauti kati ya kufanya kazi ikuru na kufanya kazi ikuru nyumbani kwa rais. Ukifanya kazi ikuru, unafanya kazi ikuru, unarudi nyumbani kwako magwe pande. Ukifanya kazi ikuru nyumbani kwa rais, unakaa hapo. Yaani mpisho wa rais unazurua kumtani. Hata Daudi akapata kazi ikuru nyumbani kwa, lakini bado Daudi akipiga kinubi, pepo ikitoka, nduki anaenda kuchunga. Sasa Mungu asema, huyu dogo vipi?
Tukio la kwanza limetengenezwa mtu karogwa. Kapata fursa. Lakini bado tu mwamba hakai Ikulu kujifunza, hakai. Akasema okay, ngoja. Basi angalau unajua zamani ili uwe mfalme kuna mambo haya ya kijeshi, unajua mambo ya kijeshi uwe shujaa. Ndio siku moja sasa ndio Mungu akamuinua Goliati. Piga watu, natukana watu, mtu yeye. Sasa Daudi hakuweko kwenye ile vita kwa sababu Daudi yeye sio mwanajeshi. Baba yake mzee Yese siku akamtuma Daudi apelekee mikate kaka zake ambao ni wanajeshi. Kaka yake anaitwa Eliabu na Shama ni wanajeshi. Akampa mikate pamoja na efa ya bisi. Ishu ikaja ni kwamba Daudi hawezi kuruhusiwa kuingia kambini. Akampa na mkate ambao atampa kamanda. Kwa sababu Biblia yako shida yako unasema Biblia Nyambani Nyangwini. Kwa sababu Biblia vizuri. Kwa hiyo Daudi akaondoka na mikate ya kaka zake na bisi za kaka zake pamoja na mkate wa nani? Wa afande ambao watampa ili aruhusiwe kuingia wapi? Kambini. Kwa Daudi ameenda kapeleka ile mikate, kafika pale kampa afande, ndio kamkuta jamaa anatoa matusi ya nguoni. Daudi akasema hapana. Ile tukio la Goliati kutoa yale matusi na nini lilitengenezwa tu lile. Hamna issue pale. Ile ni movie. Jiwe. Yani jiwe limeangusha pande la jitu. Ni movie ile. Kwa ndo sasa huyu basi huyu atakuwa ni mwanajeshi mwenzetu. Kwa baada ya hapo Daudi akawa mwanajeshi na yeye. Sasa wanajeshi wanakaa kwenye barracks. Lakini bado mwamba. Mkitoka tu vitani aenda kuchunga. Sasa Mungu asema ndugu vipi? Kabla aje atengeneze tukio jingine tena, akapandishwa cheo Daudi akawa kamanda. Sasa kamanda sasa ndio kaisa angalia watu wake. Sasa kumbe ndio wameharibu. Ile vita kupigana siku 15, anatumia siku 3. Amemarisa. Ikashindikana tena. Sasa baadaye Mungu akatengeneza muujiza. Sasa siwezi kuieleza, ni ndefu kidogo. Daudi akawa na urafiki na Yonathani, mwana wa Saul. Na ndio maana unajua ndio ile tenda ya kumpiga Goliati. Kwa nini Daudi alichangamkia? Kwa sababu Daudi aliambiwa hivi, atakemua huyu Mfilisti huyu. Jambo la kwanza, atapandishwa punda, atatembezwa mji mzima. Jambo la pili, atamuoa mke wa nani? Mtoto wa nani? Sasa Daudi anajua watoto wa Sauli. Zile pisa anazijua vizuri. Sasa yeye kwenda kule kuwa anapiga kinubi. Okay, wakawa marafiki na Yonathani. Kwa hiyo Yonathani akawa anamchukua, kwa hiyo walikuwa wakitoka vitani, Yonathani anamchukua Daudi, wanaenda Ikulu. Daudi akikaa Ikulu anatoka tena anaenda kuchunga kondoo. Biblia inasema ndipo Daudi kila vita aliyokuwa akienda akashinda. Ndipo hapo Sauli akamchukua na akamwambia, hautarudi tena nyumbani kwa Yese. Utakaa hapa na mimi. Utakula nami chakula cha mezani. Kwa akapigwa pale pini akae pale Ikulu ajifunze Ikulu. Ndio maana maandiko yanasema akamchagua Daudi mtumishi wake, akamuondoa kwenye mazizi ya kondoo. Ile ni Zaburi 70:78. Akamuondoa. Maana Daudi hakuwa tayari. Mungu alilazimisha akamuondoa kwenye mazizi ya kondoo. Mungu alifanya visa vingi, matukio mengi ili Daudi aondolewe kwenye mazizi ya kondoo. Ni maombi yangu kwa Bwana, Mungu afanye matukio mengi, Mungu afanye vitu vingi ili uondolewe kwenye mazizi ya kondoo katika jina la Yesu. Na mtu mmoja mwenye imani aseme amen. Mimi nilikuja Dar es Salaam kwa mara ya kwanza kwa ajili ya nilipokuja ili kukaa huku moja kwa moja, ilikuwa ni kwa sababu ya corona.
Corona ilitokea, baada ya kutokea kukawa hakuna ibada makanisani. Kwa hiyo mchungaji akawa anafanya ibada za online lakini kwenye ofisi yake. Kwa wakati ule sasa wahubiri pia hawapo. Hao wamejifungia ndani. Ndio mimi nikapigiwa simu kutokea Sengerema kule kijijini. Nifanye hizo ibada. Kwa nafanya wiki moja then narudi zangu kijijini naendelea maisha yangu. Hiyo siku nimefika kafanya ibada. Zile ibada za online zile za ofisini hazina matokeo sana kwa sababu unahubiri muda mrefu. Afu notes za wiki nzima zinaisha kwa siku moja. Kwa hiyo matokeo yake hayapo. Kwa hiyo nikafanya ibada yangu nikamaliza Ijumaa. Kwa hiyo nilikuwa na tiketi ya basi Jumapili. Kwa hiyo Jumamosi nikiwa kwa mchungaji usiku, mchungaji akapigiwa simu na askofu wake. Anamwambia ilikuwa nimealikwa kwenda ushirika fulani kufanya harambee. Mimi sitakwenda, nimepata dharura. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba uende wewe ukaongoze hiyo harambee. Ni usiku tayari. Na kesho ni Jumapili, ni ibada ya Jumapili. Hawezi kutafuta mhubiri mwingine apige simu. Kaniambia, "Dogo, tunaweza kuhubiri kesho?" Nikasema ndio mchungaji. Kwa nikaenda kuhubiri kwenye ile ibada. Nilifika kwenye ile ibada, mimi ni Msukuma toka Polini, baada tuna matarumbeta. Ile matarumbeta mimi nimezoea kuona kwenye uapisho wa rais. Tunayaona yananiingiza ibadani. Fika sehemu ya kuingia kwenye ibadani kuna zulia jekundu. Na kanyaga ile zulia jekundu. Notes zangu zote, mahubiri yangu yote yaliisha. Fika nikasimama hivi kwa mbele kuangalia watu hivi. Ni wa kisasa, wamevaa miwani, wana mawigi. Na kwenye video mahubiri yakaisha tena. Kwa nimekaa pale, mahubiri sina, yameisha kabisa kwa sababu ya mazingira pale, yani sijazoea, yani sio vitu vyangu. Nakumbuka nilipoenda kuhubiri, nikaimba wimbo sana. Tuliimba wimbo sana kale nilitembea. Tukaimba ule wimbo, sio tu tuliimba kwa sababu ya nilikuwa bado yani siko vizuri. Nikaomba lakini bado siko vizuri. Notes hazipo, zimepotea. Hasa kwenye kuongea nilikuwa naongea na kandamiza sana maneno kwa sababu ya lugha yangu mama Kisukuma. Wakacheka, kumbe ile wao inawafurahisha kwa watu wa mjini. Walivyocheka ndio notes zikarudi, kasema kumbe ni wepesi namna hii. Nikahubiri, nilifundisha sana, nakumbuka nikafundisha. Sasa kwenye mafundisho yangu ikafika mahali nikawa nataja ukoo wa Yesu. Nataja ukoo wa Yesu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka kamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Esrom. Esrom akamzaa Aram. Aram akamzaa Aminadabu. Aminadabu akamzaa Nashon. Nashon akamzaa Salimoni. Salimoni akamzaa Boaz. Boaz akamzaa Yese. Nikataja pale, watu wakapiga makofi, makelele mengi. Kasema watu wadai majina tu yana damu na kitu. Tukashangilia kweli majina. Kamaliza ile ibada. Mchungaji alipotoka ibadani, kwa sababu ibada yake ilikuwa ni ndefu ya harambee, kakuta simu nyingi kapigiwa. Akasema huyu dogo atakuwa ameharibu. Kwa kabla hajawapigia watu wale simu, ikabidi aingie kwenye ibada kwanza angalie nini kilifanyika. Akakaa basi, bwana hamna kitu kibaya. Ndio baadaye akaanza kuwapigia simu, alikuwa anamtafuta. Akamwambia, mchungaji, huyu Msukuma umemtoa wapi huyu Msukuma? Yeye mchungaji Msukuma noma. Huyu Msukuma noma mchungaji. Huyu Msukuma. Mchungaji aliporudi akaniambia, dogo, kwa injili hii dogo, upaswi kurudi kijijini, baki mjini. Mpaka leo niko mjini. Kwa mimi niko mjini kwa moja, asante corona. Naishukuru corona. Hii nasema asante kwa sababu
ya nilichofundisha, si ndio? Msinikopi vibaya, si ndio? Lakini pia nasema asante mchungaji, askofu kupata dharura. Bila dharura ilikuwa haiwezekani. Ningekuwa zangu asini kule. Kwa Mungu anaweza kutengeneza tukio ambalo libeba fursa kwako. Baada ya lockdown hii ya juzi kati iliyoisha, kuna rafiki yangu mmoja, jirani yangu, akanipigia simu. Tukawa tunaongea pale, tukazungumza tu vizuri, tukazungumza vizuri. Baada ya kuongea vizuri, kuna issue alikuwa anapitia kwenye familia, tukawa tunaziombea. Zikawa bado hazijakaa vizuri. Sasa kwenye kuongea vizuri, basi tukamwambia basi muendelee kukaa, nikamwambia endelee. Tukapo tuko ndani ya vipi muendelee kukaa ndani? Naambia yeye mtumishi, mimi sijui hata nifanyeje. Si nishukuru hii kitu basi jielewi kulikoni. Yaani mtumishi, yani huwezi amini. Yaani najisikia raha, tunakaa na familia, vina baba na watoto. Yaani kitu kilikuwa kijaje kutokea. Tunakaa hivyo, yani mtumishi, yani tunakaa hivi, yani mtumishi, yani. Kwa yeye ukimuuliza anashukuru ile lockdown. Anashukuru yale maandamano. Yeye. Sasa jana nikampigia simu kumuuliza vipi unaendeleaje? Mtumishi, naona hali imeendelea tu hivyo lakini kwa inawezekana tiba ikapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tukio ambalo Mungu akilitengeneza inabeba fursa mpya kwenye maisha yako. Mimi nataka tuamini hapo. Si ndio? Sasa nataka kwenye hii agenda hii tuambanishe na sadaka zetu sasa ambazo tutamtolea Mungu siku hii ya leo. Ili angako dakika chache hapa tuombe. Nikuombe tu ushike sadaka yako kwa ajili ya sadaka yako ya leo ambayo uko nayo kwa ajili ya ibada hii ya leo, ili kwenye hii agenda basi tuweze kumtolea Mungu sadaka. Na kumbuka sadaka yako ndivyo inavyoeleza imani yako ulionayo kwa Bwana. Amen. Sadaka maana yake ni kuonyesha imani kwa Mungu. Ndio maana ya sadaka, sio hongo kwa Bwana, ni kuonyesha imani kwa Mungu. Ninaomba tu inua sadaka yako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa neno lako. Asante Yesu. Asante Bwana. Nimekusikia. Nimekuelewa. Ninaomba Bwana Yesu, ndani ya miezi hii utengeneze jambo. Utengeneze tukio ambalo limebeba baraka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sadaka hii ninayokutolea Bwana Yesu, Mungu unayeishi, Mungu unayetawala, ni imani ya kwamba kuna tukio utatengeneza, kuna jambo utatengeneza katika jina la Yesu. Endelea tu kuomba kwa Bwana, endelea tu kuomba kwa Bwana, endelea kuomba kwa Bwana. Omba tu kwa Yesu, mwambie Bwana, mweleze Bwana. Omba kwa Yesu, omba kwa Bwana, omba kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, osatela makaposi amanta ibe kokaya babus sonoma